بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد. بإذن الله الكريم tunaendelea na darasa yetu ya kitabu cha Riyadhus Salihin min kalami sayyidil mursalin. Tumefikia kusoma mlango wa 14 wa kitabu hiki, babu fil iktisadi fil ibada, mlango wa kuwa kati kwa kati. Al-iktisad ni ule mtu kuwa kati kwa kati katika jambo la ibada bila ya kuchupa mipaka aliyowekewa kisheria, wala vile vile kuzembea ukafanya taksir katika mipaka ya kisheria. Jana tulianza kusoma mlango huu na tukafikia hadithi ya pili ya mlango huu, na leo insha Allah tutaendelea na hadithi ya tatu aliposema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala: wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. ابن مسعود رضي الله عنه anatunukulia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama alipotueleza kuwa hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: halaka almutanatti'un, wameangamia wale wenye kufanya ugumu katika mambo, wale wenye kufanya tashdid wakafanya ugumu wa mambo. Qalaha thalathan, Mtume sallallahu alayhi wasallam akayasema maneno hayo mara tatu, yani halaka almutanatti'un, halaka almutanatti'un, halaka almutanatti'un. Inaashiria katika maneno haya kuwa kuna hatari ya watu kuzamia zaidi ya kile kiasi walichowekewa katika sheria katika mambo yao, wakati ya ugumu na uzito juu ya yale mambo ambayo sheria imefanya wepesi. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala akatafsiri neno al-mutanatti'un akasema: al-muta'ammiqun المشددون في غير موضع التشديد. المتنطعون ni wale wenye kuzamia mambo zaidi ya vile ambavyo sheria imeweka jambo hilo, kadhalika wale wenye kufanya ugumu wa mambo fi ghairi mawdhi'i at-tashdid,
mahala ambapo si mahala pa kufanya ugumu, mtu akafanya ugumu katika mambo, basi kwa hakika hawa wameangamia. Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akazungumza maneno hapo akasema, walmutanatti'un hum almutashaddidun fi umurihim ad-diniyya wad-dunyawiyya. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema almutanatti'un, shekha tafsiri akasema ni wale ambao wanafanya tashdidi katika mambo yao, ni mamoja mambo ya kidini au mambo ya kidunia, yani hufanya tashdidi wao. Hao ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallama aliyowaashiria katika maneno yake haya kuwa wao wameangamia. Kwa hiyo yatakikana dini ya Allah iwe wasat, kati kwa kati. Jambo la toa mtu afanye toa kati kwa kati, basi na kuchupa ile mipaka ya kisheria aliyowekewa, au vile vile kuipunguza ile mipaka ya kisheria aliyowekewa. Na hiyo ndiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shekha kataja mifano mingi katika hadithi hii ya at-tanattu', lakini sisi tuendelee na hadithi nyingine hiyo ya pili katika mlango. Hadithi ya pili kwa leo, ambayo ni hadithi ya 4 kwa mujibu wa maneno ya Sheikh al-Imam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yapokewa kutoka kwa Abi Hurairah Allah amuiradhi, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, na yeye apokea Abi Hurairah kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna ad-dina yusrun, hakika dini ni nyepesi. Inna ad-dina yusrun, hakika dini ni nyepesi. Walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba, na wala hatoitia uzito yoyote dini, wala mtu yoyote hataitia uzito dini isipokuwa itamshinda. Walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba, na wala hatoitia uzito ugumu dini yoyote yule illa ghalabahu, isipokuwa itamshinda. Fasaddidu, Mtume sallallahu alayhi wasallama akatupa maelezo sasa kwa kutuambia fasaddidu, fanyeni kile kitu ambacho cha sawa, fanyeni ule usawa, napatieni katika huo usawa. Fasaddidu ay if'alu shay'a, fanyeni kitu ala wajhi sadad, kwa namna ya usawa, wal isabati, na namna ya kupatia. Fasaddidu ay fanyeni ule usawa. Waqaribu, Al-Allama Ibn Uthaymeen anasema wao hapo ni kwa maana ya au qaribu ila sadad, au karibieni katika usawa. Yani mkishindwa kabisa kufanya ule usawa kama dini inavyotaka, basi karibieni katika huo usawa. Wa abshiru, bali vile vile bashirieni khairi ya dini. Wa abshiru, na bashirieni khairi ya dini. Wasta'inu bilghadwati warauhati, natakeni msaada katika kufanya matendo kwa nyakati za asubuhi
na nyakati za jioni. Wasta'inu bilghadwati warauhati, natekeni msaada katika kufanya amali katika zile nyakati za asubuhi na jioni. Wa shay'in min ad-dulja, na sehemu katika nyakati za usiku. Kwa maana pambaneni, tumieni nyakati za asubuhi kufanya kheri, matendo ya kheri, lakini pia nyakati za jioni na sehemu katika ule usiku. Sehemu katika usiku pia pambaneni katika kheri au kufanya matendo ya kheri. Rawahu al-Bukhari, hadithi imepokewa na al-Imam al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, na katika mapokezi yake al-Imam al-Bukhari, na katika mapokezi mengine ya hadithi yake huyo huyo al-Imam al-Bukhari, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, saddidu wa qaribu, fanyeni ule usawa katika matendo. Wa qaribu, au karibieni, kwa sababu wa hapo kwa maana ya au, kama anavyosema al-Allama Ibn Uthaymeen, au na karibieni katika huo usawa. Waqdu wa ruhu, nafanyeni amali katika wakati wa asubuhi na wakati wa jioni. Fanyeni hii amali katika zile nyakati za asubuhi na nyakati za jioni. Wa shay'un min ad-dulja, na sehemu katika sehemu ya usiku, katika nyakati za usiku fanyeni amali. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, alqasda tablughu, jilazimisheni na usawa, jilazimisheni na usawa mtafika. Sio lazima ujibebeshe mambo mazito ambayo mara nyingine yakakushindia njiani au ukashindwa njiani usifike. Nyeje lazimisheni na ule usawa. Alqasda, jilazimisheni na ule usawa, tablughu, mtafika. Kwa maana msijibebeshe yale mambo mazito, fanyeni kwa kadiri ya ile sawa ilivyo. Kisha al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala akatafsiri maneno yaliyomo katika hadithi hii, akasema qauluhu, kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema ad-dinu huwa marfu'un ala man lam yusamma fa'iluhu. Imekuja neno hilo ad-dinu ni marfu', kwa maana lina dhamma, ni marfu' hilo neno, na imekuwa marfu' kwa vile ambavyo hajatajwa mtendaji wake, tofauti kabisa kule ilivyokuja inna ad-dina yusrun, alafu ikaja walan yushadda ad-dina ahadun, akataja kabisa na mfanyaji. Sasa hapo imekuja kwa dhamma kwa sababu hajatajwa yule mtendaji wake. Waruya mansuban, lakini pia hilo neno ad-din imepokewa pia kwa nasb, kwa fatha. Waruya lan yushadda ad-dina ahadun, kwa fatha hiyo, kwamba hato itie uzito dini yoyote. Hapo yoyote sasa ndio fa'il wa kitendo yushadda. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallama illa ghalabahu, na maneno na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema isipokuwa itamshinda, ay ghalabahu ad-din wa ajaza dhalika al-mushadd an muqawamati ad-din likathrati turqihi,
maana yake itamshinda, kuwa dini itamshinda, ghalabahu ad-din, dini itamshinda, wa ajaza, na atashindwa dhalika al-mushaddu, yule ambaye amefanya tashdidi yule katika dini, itamshinda tu, itamshinda an muqawamati ad-dini, kusimama na kupambana na yale mambo ya dini, likathrati turuqihi, kwa sababu ya uwingi wa njia zake. Njia za dini ziko nyingi sana. Sasa kitu cha ajabu, katika maajabu makubwa kabisa, dini hii ina mambo mengi sana, lakini kuna watu hayo mambo ya dini hawajamaliza, lakini wanatafuta mengine yasiyo katika dini wakayatia katika dini. Sasa haya yaliyopo yenyewe hatujaweza kuyafanyia kazi. Sasa wewe watafuta mambo mengine huko si katika dini aslan, alafu uyalete katika dini, basi ni uzito juu ya uzito. Na ndiyo maana ndugu zangu, wale ambao wameitia uzito hii dini hii imewashinda. Mfano mdogo tu, waonaje wewe wale mashekhi wale wanao wafundisha wafuasi wao, mfano jambo la swala, kwamba bwana ukisimama katika swala tia nia, jambo la nia, kwamba akisimama basi kuna maneno azungumze hivi ndio iwe tayari imeingia kwenye swala, kimu na waitu an usallia si salata adh-dhuhri wara al-imam, sijui kadha wa kadha, alafu Allahu akbar, au sio? Au kama wanavyosema wenyewe wanafahamu. Sasa wewe mbongo mwenzangu, mimi hujasoma Kiarabu hata siku moja, na unataka kuswali, unaambiwa sasa wewe ukitaka kuingia kwenye swala hebu sema maneno haya. Mtu kila kifundishwa hivi, alafu Kiarabu hajawahi hata herufi ya juu, kila kifundishwa hivi unaipanda, kila kifundishwa hivi ipande, unaona hii dini sasa, hii dini ishakuwa ngumu hii. Huyo mmetia vitu, mwatia uzito katika dini. Sasa wewe waonaje ikiwa unamfundisha mtu ambaye bwana wewe unataka kuswali, basi wewe ukienda pale kwenye swala panga safu, baada ya kuchukua udhu huko kujitoharisha huko, panga safu pamoja na Waislamu, alafu imamu akisema Allahu akbar na wewe sema Allahu akbar, waonaje wepesi? Atakimbia huyu. Lakini wewe fikiria yule mtu ambaye amepewa maneno mengi ya kuyazungumza kabla ya kuingia kwenye swala na hawezi, alafu natija yake nini? Analaza tu, kila ukimfundisha hawezi, wamfundisha ili hawezi, amua. Lakini ni kwa sababu sisi wenyewe tumetia uzito katika dini. Lau kama tungetekeleza hili kwa utaratibu wa dini, kwamba mtu akifika katika swala asimame maadamu ana nia yake ya swala huyo, na aseme tu Allahu akbar, au baada ya takbira ya imam, takbiratul ihram, na yeye pia ihirimie swala, sahali kabisa. Kama kuna baadhi ya mambo sisi tusema tumeitia uzito dini pia, kwa sababu si katika mafunzo ya dini. Na ndiyo maana nikuambieni sasa, vijana wa sunna ni wingi wa swala, alhamdulillah, Allah wazidishie. Lakini watu wa bid'a kwa yale makorokoro wameyapandikiza katika dini. Watu wa bid'a, kuna baadhi ya wazee tuzungumza hivi mpaka leo hauna kazi kuswali, hajawahi swali kwa sababu hajui. Lakini ungemwambia wewe suratul Fatiha si unajua wewe, au kisimama soma suratul Fatiha baada ya takbira kul huwallahu hujui wewe, na huku unamfundisha, kwa sababu kul huwallahu wamehifadhi bwana katika minasaba wameinywa kweli na zile muawwadhatain. Sasa wewe leo kama unamwambia mtu wewe ukisimama Allahu akbar soma suratul Fatiha, si waijua bwana kul huwallahu waijua soma, alafu msubirie imamu akisema Allahu akbar nenda naye.
kuna kazi hapo. Lakini kuna vitu sisi tumeviingiza katika dini, tukaitia uzito dini, alafu natija katika hilo dini yatushinda. Kisha al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala akaendelea kuyatafsiri maneno yaliyomo katika hadithi, akasema wal ghadwatu sayru awwal an-nahar, na ghadwa ni ile safari ya mwanzo wa mchana, ndio ghadwa. Warauhatu akhiru an-nahar, na rauha ni ile safari anayotembea mtu mwisho wa mchana, kwa maana jioni. Wadulja akhiru al-layl, na adulja maana yake ni mwisho wa usiku, mwisho huko kwenye pinga la usiku kule. Takeni msaada wakati huo. Alafu ukiona una usingizi, lala. Dini nyepesi hii. Wewe ukiona umesimama una usingizi, lala. Bali ukianza mwanzo usianze kwa mbwembwe bwana. Yani kama unataka kuanza kiamu leili, usitake siku ya kwanza rakaa zote mfano 11 wazileta. Utashinda. Siku ya kwanza piga 3 vile. Alafu watamani kuongeza. Ikifuata ongeza kidogo, ikifuata ongeza. Tahamaki utakuja kumaliza hizo rakaa 11 usiku mmoja kwa sahali kabisa. Lakini waonaje wewe siku moja tu usiku ndio aanza kiamu leili, siku moja usiku huo raka 11, siku ya pili waamka saa 4 asubuhi, mashakili yameanza. Wewe hujazoea, kwa nini ujipa uzito? Hii dini nyepesi. Maandiko yote ya Qur'ani na Sunna yanaashiria kuwa dini nyepesi hii, lakini kwa utaratibu wa kisheria, wepesi kwa utaratibu wa kisheria. Sheikh akasema wa hadha isti'aratu wa tamthil, na haya maneno kayazungumza Mtume alayhi salam, wasta'inu bilghadwati warauhati. Haya maneno ibara hizi ni ibara zilizoazimwa na mfano huo unapigwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa maanahu, na maana yake ista'inu ala ta'ati Allahi azza wa jalla, takeni msaada juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Bil a'mali, kwa kufanya amali, kufanya matendo. Fi wakati nashatikum, katika wakati wa nguvu zenu, takeni msaada katika kumtii Allah, katika kufanya matendo katika ule wakati mna nguvu. Wa faraghi qulubikum, vile vile na wakati nyoyo zenu zina faragha. Bihaithu tastalidhun alibadata wala tasamun, vile ilivyo mkitumia fursa hiyo ninyi mtapata ladha, mtataladha na ibada na wala hamtochoka, sababu mna nashati. Mtapata ladha ya ibada ninyi, hamtochoka. Watablughuna maqsudakum, na mtafika yale makusudio yenu, yani mtafikia ninyi makusudio. Kama anna almusafira alhadhiqa, kama ilivyo yule msafiri yule mahiri kabisa katika safari, yule bingwa la safari. Kuna watu mahiri bwana kwenye safari bwana. Leo yuko huku, kesho kule. Amezoea safari yeye, mahiri kabisa katika safari, kama ilivyo msafiri yule mahiri kabisa. Yasiru fi hadhihi alawqat, anatembea katika nyakati hizo, imma mwanzo wa mchana au jioni au nyakati za usiku. Wayastarihu huwa wadabbatuhu, na anastarehe yeye na mnyama wake. Kutembea nyakati zile jua limepoa. Hapa yazungumzwa mnyama hapa kwa sababu za mazao pia walikuwa wanatumia hivyo. Basi hata leo
wataalamu wa vyombo vyetu wanasema wakati wa usiku pia chombo kinapoa. Haya ndio Sheikh anayesema fi ghairiha, kuliko nyakati nyinginezo, yani nyakati za asubuhi, nyakati za jioni na nyakati za usiku. Mtume alayhi salam kazungumzia nyakati hizi, kamfananisha na msafiri, kwamba nyewe tumieni fursa hiyo. Kamfananisha na msafiri ambaye anasafiri kwa wakati huo, anapata starehe yeye, lakini pia yule mnyama wake pia anapata starehe. Fi ghairiha, kuliko nyakati nyinginezo. Fayaslu almaqsuda bighairi ta'bin, basi atafikia huyu maksudio pasi na taabu. Hana taabu, atafikia maksudio bila ya taabu bwana. Wangapi leo wasifia safari za usiku leo hivi? Naambia safari za usiku bwana imepunguza mambo mengi, wepesi huo. Kwa mfano huu tu, kwa sababu jamaa akipiga mahesabu akiondoka hapa ataenda kulala anakoenda, lakini apiga mahesabu ikiondoka usiku nitafika pale asubuhi, nitamanya shughuli zangu, nitageuza. Ajiona hivyo Almuhim, Sheikh anasema wallahu a'lam. Tuisomeni hadithi ya 3 kwa leo. Kuna faida hapo, kuna maneno mengi Sheikh mazuri ameyazungumza, lakini tusomeni hadithi ya 3. Hadithi ya 3 ni hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kama alivyosema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, na yapokewa kutoka kwa Anas ibn Malik خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. متوم صلى الله عليه وسلم، يعني أنا سنسموليا، متوم صلى الله عليه وسلم aliingia masjid, kaingia msikitini. فإذا حبل ممدود بين الساريتين، غفل متوم عليه السلام akaona kamba imefungwa baina ya nguzo mbili, yani kama nguzo hii na nguzo hii kuna kamba. Kaingia msikitini akuta hivi, au na kamba imefungwa baina ya nguzo mbili. Faqala ma hadha alhabl, Mtume alayhi salam akauliza hii, akauliza Mtume alayhi salam ma hadha alhabl, nini hii kamba, ina nini? Yani hapa mfano uingie huko msikitini ukute kamba imefungwa hapa na hapa, wewe kama imamu wa msikiti utauliza tu ina nini? Si kawaida bwana. Mtume alayhi salam akauliza ina nini hii kamba? Qalu, wakasema yani masahaba, hadha hablu li Zainaba, kamba hii ni ya Zainab. Fa idha fatarat taallaqat bihi, akichoka, yani akifanya ibada akachoka ajifunga kwayo, ajifunga ile kamba ili msaidie kusimama katika mambo ya ibada. Kwa maana sasa naikalifisha nafsi, ukichoka enda kalale. Ibada za usiku za sunna usituletee hapa swala ya faradhi, na mimi nimechoka, alafu mara tutakuona ufungua swala huyo. Tazungumza na shababu, kuna shababu tuwajua hapa, Sheikh, hayaendi hivi mambo. Mtume sallallahu alayhi wasallama akaambiwa kwamba hii kamba ni ya Zainab. Fa idha fatarat taallaqat bih, akichoka, yani afanya ibada akichoka hujifunga kwayo. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, hulluhu, ifungueni hiyo kamba, ifungueni hiyo kamba. Liyusalli ahadukum nashatahu
na aswali mmoja wenu kwa ile nashati yake aliyonayo, kwa nguvu yake. Yani una nashati, fanya ibada. Fa idha fatara falyarqud, na mmoja wenu akichoka basi na alale. Ufanya ibada, umechoka, lala. Sasa hizi ibada zilikuwa zinafanywa hapa sio za swala za faradhi hapa, ni zile swala za sunna. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akayazungumza maneno haya. Tuisome faida moja katika hadithi hii, sehemu katika faida. Sheikh anasema fa fi hadha dalilun ala annahu la yanbaghi lilinsani, na katika hadithi hii kuna dalili ya kwamba haimpasi mwanadamu ayataammaqa, kuzamia, haimpasi mwanadamu kuzamia, wa ayatanatta fil ibada, na vile vile haimpasi mwanadamu kuchupa mipaka, kwa maana kutia uzito katika mambo ya ibada. Wa ayukallifa nafsahu ma la yutiq, na haimpasi mwanadamu haikalifishe nafsi yake katika jambo ambalo haliwezi, haimpasi. Wa ayusalli maadama nashitan, na yampasa mtu aswali maadamu ana nguvu zake, aswali. Fa idha taiba falyarqud walyanam, na akichoka, amepambana wewe akachoka, basi na alale. Hayo ndiyo mafunzo ya dini yani. Sheikh akatoa sababu, asema li annahu idha salla ma'a ta'ab, kwa sababu yeye akiswali kwa uzito na tabu, yani kwa maana anaikalifisha nafsi yake, anatia tashwishi ya fikra zake, wasaima wa malla wa rubbama kariha alibada, na atachoka huyo na atashindwa, na mara nyingine akachukia ile ibada anayoifanya kwa sababu amechoka. Wa rubbama dhahaba liyad'u li nafsihi fa idha bihi yad'u alaiha, na mara nyingine huenda akawa anafikiria yeye kwamba anaiombea dua njema, anajiombea kwa nafsi yake dua njema kabisa, lakini ghafla tahamaki yeye anajiombea dua mbaya kwa sababu hajifahamu, amechoka yeye na usingizi. Sasa mara nyingine akadhani kwamba mimi hapa najiombea dua njema kabisa, kumbe ajiombea dua mbaya. Mpaka mwisho wa maneno ya Sheikh hapo.